Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM mkoa, wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM, wajumbe wa kamati ya siasa mkoa na wilaya, kaimu mwenyekiti wa CCM wa wilaya, wagombea wetu ubunge na udiwani, ndugu viongozi wetu wa dini, viongozi wa jadi, ndugu wana CCM na ndugu wananchi. Nianze kwanza kwa kuwashukuru sana mimi na wenzangu kwa mapokezi yenu mazuri hapa Momba. Asanteni sana. Lakini pia naomba mpokee salamu za rais wetu Samia Suluhu Hassan ambaye amewapa salamu nyingi sana za upendo na mshikamano. Nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa mbunge ambaye ameongea vizuri kuhusu miradi ya maendeleo aliyoshirikiana yeye na Rais Samia katika miaka mitano inayokwisha. Namshukuru sana. Na nimesahau hivi mnasalimiaje? Mwakata? Mwakata uli? Kulichi? CCM oye! Nene ndi mwana mwanga. Mbona mseme ya ufi? Mnajua? CCM oye! CCM oye! Sasa mbunge kasema vizuri mambo yaliyofanyika miaka mitano iliyopita. Mimi nitagusia kidogo tunayokusudia kufanya katika miaka mitano inayokuja. Hapo vipi? Hapo sawa. La kwanza, tunakwenda kuimarisha amani na usalama wa nchi yetu. Mpaka sasa Rais Samia ameweza kuhakikisha tangu amechukua madaraka miaka 4.5 iliyopita, nchi yetu ina amani, ina umoja, ina utulivu. Tunakwenda kuviendeleza, maana hivyo ndio vitu vya msingi vya kwanza kwa watu wetu. Hapo vipi? La pili, kwa kutambua kwamba Watanzania wengi na hasa watu wa Songwe na Momba wanategemea kilimo, tunakwenda kuimarisha zaidi kilimo chetu. Hapo vipi? Kwa hiyo ruzuku ya mbolea na mbegu itaongezeka, lakini pia itatolewa kwa wakati na itatolewa kwa viwango vya hali ya juu vya ubora wake. Hapo vipi? Lakini kwenye eneo la afya, la kwanza tunakwenda kukamilisha ujenzi wa hospitali ya wilaya ikamilike kwa viwango vya kisasa. La pili, tunakwenda kujenga vituo vipya vya afya 4. La tatu, tunakwenda kujenga zahanati mpya 12. Lakini pia tunakwenda kujenga nyumba za watumishi wa kada ya afya, nyumba 20, ili watu wetu wapate matibabu kwa urahisi zaidi. Lakini pia serikali ya CCM katika miaka mitano ijayo inakwenda kuanzisha utaratibu wa bima ya afya kwa Watanzania wote. CCM oye! Tunataka ndani ya miaka mitano huduma ya afya ya kila Mtanzania pamoja na kuimarika, lakini kila Mtanzania apate huduma hiyo karibu zaidi. Tunataka kila Mtanzania awe na uhakika wa huduma ya afya ndani ya kilomita 5 kutoka eneo analoishi. Hapo vipi? Kwenye eneo la elimu, elimu. Kwanza, ilani ya CCM tumeamua kwamba utaratibu wa elimu ya bure kutoka shule ya chekechea mpaka kidato cha 6 unaenda kuendelezwa ili watoto wetu wote wapate haki ya kusoma. Lakini pia idadi ya shule zetu za msingi na sekondari Momba tunakwenda kuiongeza zaidi.
Lakini katika shule zetu za zamani, kwa kutambua kwamba watoto wetu wanaendelea kuongezeka, ili kutoruhusu watoto kubanana, wasome madarasani kwa utulivu, katika shule zetu za zamani tunakwenda kuongeza madarasa mapya 134. Lakini ili watoto wetu wawe nao wataalamu, tupate wanasayansi wa kutosha, tunakwenda kujenga maabara mpya 51. Lakini pia katika miaka mitano inayokuja, katika eneo la ufugaji, eneo la mifugo, tumetambua Wanamomba pia wanapenda ufugaji, pia wanapenda ufugaji. Kwa hiyo tumesema ndani ya miaka mitano ijayo tunakwenda kujenga majosho mapya 7. Tunakwenda kujenga minada, maeneo ya kuendesha minada yetu mapya 4, lakini na machinjio pia 4. Na machinjio mangapi? 4. Lakini pia tunakwenda kuimarisha huduma za ufugaji wa kitaalamu kwa kutumia maafisa wetu wa ugani. Hapo vipi? Kwenye kuwezesha wananchi wetu, tunakwenda kufanya mambo makubwa mawili. La kwanza, mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu tunakwenda kuiendeleza. Lakini tunaenda kuiboresha zaidi, kwa sababu uzoefu wa nyuma umeonyesha kwamba baadhi ya maeneo mikopo haiwafikii walengwa. Kwa tumesema sasa tunakwenda kuweka utaratibu ambao utahakikisha mikopo inawafikia walengwa na kuhakikisha nia iliyokusudiwa na Chama cha Mapinduzi inatekelezwa. Lakini pia serikali ya CCM ikichaguliwa tena inakwenda kutenga zaidi ya shilingi bilioni 200 katika siku 100 za kwanza kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo. Lakini pia ndani ya miaka mitano hii, serikali ya CCM kwa kushirikiana na sekta binafsi, kwa kusimamia sekta rasmi, tunakwenda kutoa ajira mpya kwa vijana nchi nzima, ajira mpya milioni 8. Ajira mpya ngapi? 8. Milioni 8. Kwenye mradi ya maji, miradi ya maji. Hii nitawaambia kama ilani inavyosema. Ilani inasema hivi: tutaendelea kutekeleza mradi mkubwa wa maji ili kuongeza upatikanaji wa maji Momba na kuongeza asilimia ya upatikanaji wa maji kutoka asilimia 44 mpaka asilimia 80. Na ili kufikia hapo, tunakwenda kufanya upanuzi wa mradi wa maji wa Mkomba Samang'ombe, lakini pia umaliziaji wa miradi 4 ya maji ya Isanga Kakozi, Kapere na Mchika, Mtotela Sazia na Msangano. Lakini pia ujenzi wa miradi ya maji katika vijiji 5: Mwaniembe Msinde, Usote Grupu, Samang'ombe, Ukwile Mpemba, na mradi ya miji ya Tunduma na Mbwawa na Mloo inakwenda kutekelezwa. CCM oye! Kwenye barabara, Mheshimiwa mbunge ulisema nisiongelee barabara. CCM oye! Mbunge wenu mkorofi sana, nimefika hapa amekazana barabara. Na nyinyi mnakubaliana naye? Ndio. Kwamba tuongelee barabara? Ndio. Eti amesema nisipoongelea barabara siondoke. Ndio. Ni kweli? Ndio. Sisi moyo. Sasa mnisipoondoka, si mtanichinjia kale kakoko. Sisi moyo. Haya, wacha niseme bwana. Ya kwanza, ujenzi wa barabara zinazozunguka makao makuu ya wilaya ya Momba kwa kiwango cha lami kilomita 5. Ya pili, ujenzi wa barabara ya Mloo Kamsamba kilomita 65 na mchepuo wa Utambalila Chitete kilomita 17 kwa kiwango cha lami.
Ya tatu, ujenzi wa barabara ya Ikana Makamba na kupunguza mlima na kuweka tabaka la zege kilomita 4 mita 500. Ujenzi wa madaraja makubwa mawili, Chindi Msangano na Ntungwa Mkomba. Alafu ujenzi wa daraja la Mpapa, barabara ya Mlowo Kamsamba. Na barabara zifuatazo zitajengwa kwa kiwango cha changarawe ili zipitike muda wote: barabara ya Bomani Helikota, Ntungwa Kamsamba, Itumbula Ivuna, Ikana Makamba. Na barabara ya Sindi Msangano Road, Ikana Iyendwe na Mchinka, na barabara ya Ivuna Samang'ombe kilomita 6 na Ivuna Inunga kilomita 5. CCM oye! CCM oye! Sasa yale ya muhimu ambayo nilifikiri ni vizuri nikawaambia, ndio hayo nimewaambieni. Jambo kubwa kuliko yote ni kujua kwamba mna mgombea ubunge mzuri, mna mgombea ubunge mzuri, na amekuwa mbunge kwenu kwa miaka 5 iliyopita. Kwa miaka 5 CCM oye! Wa udiwani yuko wapi wa kata hii? Mgombea udiwani wa kata hii yuko wapi? Njoo bwana. Naomba usalimie, omba kura. Au si? CCM oye! Chitete safi! Safi! Dr. Nchimbi safi! Safi! Tumpigie makofi Dr. Nchimbi kwa kukanyaga ardhi ya Chitete. Ndugu zangu wana Chitete, kwanza tumshukuru Mungu kwa heshima kubwa kwa mgombea mwenza makamu wa rais kufika kwenye ardhi yetu. Hilo pia ni jambo la kumshukuru Mungu. Jambo la mwisho ndugu zangu, ninaomba ifikapo tarehe 29 tuamke, jirani yako, rafiki yako, twende tukahitimishe zoezi letu la kupigaji wa kula. Katika kula hizo ni watu watatu. Kwanza utaanza na rais, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, akifuatiwa na Mheshimiwa mbunge dada yetu mpendwa. Kwa mwisho kabisa ni mtoto wenu mpendwa Flavian. Msikosee siku hiyo, siku ya tarehe 29. CCM oye! Asanteni. CCM oye! CCM oye!